wachezaji ukitazama miili yao ilikuwa kwenye mashaka makubwa ya kushindwa kuproduce kiwango kikubwa kutokana na ugumu wa mechi zilizopita. Wamecheza dakika 120 dhidi ya Yanga kwenye fainali. Wamecheza dakika 90 dhidi ya Yanga kwenye mchezo wa ligi kuu. Wanakuja kucheza tena dhidi ya timu ngumu kama JKT. Tumeona namna ambavyo JKT walivyocheza ule mchezo. Kasi, nguvu wametumia, kitu ambacho hawakukipata ni bao peke yake. Lakini quality ya wachezaji wa Simba ndio ambayo ilienda kuamua mchezo. Kwa hiyo nafikiri ni mechi ambayo imechagizwa pia na uchovu wa wachezaji wa Simba, lakini pia tuwape credit JKT namna ambavyo wamekuwa bora chini ya kocha wao Ahmad Ally. Ni kocha ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kujua mpinzani anafanya nini na wao wafanya nini kujaribu kuzuia ama kusiwe na madhara makubwa sana upande wao. Kitazama leo timu yake haikuwa sana inaenda mbele. Kulikuwa na idadi kubwa sana mbele ya lango lao, huku kukiwa na wachezaji wachache upande wa pili, kwa sababu anafahamu Simba ina wachezaji bora, wachezaji ambao wakipata nafasi wanaweza kutumia vyema, lakini ukijaribu kubana uwanja kuwa karibu zaidi, kunakuwa na nyakati ngumu sana kwa mpinzani kujaribu kuzifungua njia. Kwa hiyo kulikuwa na ugumu huo kwa Simba kujaribu kupita kwenye ngome ya JKT mpaka makosa yalipokuja kufanyika kipindi cha pili na Chama Clatous kutumia nafasi hiyo kufunga. Unadhani JKT walipaswa kutumia udhaifu wa Simba na uchovu wao kutoka katika michezo migumu ambao wametoka kuicheza? Nafikiri walikuwa wanajua wanacheza dhidi ya timu ya namna gani. Ndio maana mara baada ya Simba kutangulia uliona nao walikuwa wanajaribu kulinda goli lao, kutojaribu kutumia nguvu zaidi kutokana na uchovu uliopita. Walijaribu kuirudisha timu, kujaribu kufanya mchezo uwe slow, kwa sababu JKT tayari ashafanya mabadiliko ya wachezaji wengi ambao wanatoka kati kwenda mbele. Ndio maana tumeshuhudia JKT na wakijaribu kusukuma mashambulizi kwa dakika walau 20 za mwisho, wakijaribu kutafuta nafasi ya kusawazisha na pengine kushinda mchezo. Kwa hiyo nafikiri walijaribu kureact baada ya kuona Simba wame slow down na wao kuchukua hiyo nafasi kwenye mchezo huo. Tunamwona kocha wa Simba mara nyingi sasa hivi anapendelea kumtumia force number 9 pale mbele, na tunamwona washambuliaji wanabaki nje kama Selemani Mwalimu. Kwa unapomtazama Selemani Mwalimu akiingia, je, huwa analeta mabadiliko yoyote ama kocha aendelee tu kumtumia force number 9? Nategemea na mchezo. Zipo mechi ambayo Sele kaanza na kafanya vizuri. Nafikiri ni namna gani ambavyo imekuwa simple kwa upande wao kucheza na force number 9 kwa majukumu ambayo wanatokea uwanjani. It's not easy kuwa na force number 9 uwanjani kutokana na majukumu yake ambayo anatumia. Kujaribu kuconnect wale ambao wanamzunguka. Eli anacheza kama namba 9, lakini ana jukumu la kuconnect wale ambao wako nyuma yake. Chama, nimemzungumzia Ino, nimemzungumzia Libase, kina Maema, namna gani wanaweza kupita kwenye zile spaces. Kwa hiyo ni jukumu lake kufanya movements ambazo zitakuwa rahisi kwa wengine kupenetrate. Umeona goli ambalo limefungwa, it's easy. Amejaribu kupunguza, akamwekea pasi Chama kwenye njia, lakini ukitazama kuna movement ambayo aliifanya ya kumuondoa beki kwenye eneo lake, kisha Chama akaenda kwenye ile space na mpira ukapigwa pale. Kwa hiyo kucheza na force number 9 sio jambo jepesi hata kidogo, lakini kuwa na mshambuliaji halisi wakati mwingine kuna kuwa na uwepesi, kwa sababu una uhakika wa kuwa na mtu ndani ya box wakati wote, na hata mashambulizi yanaweza kukamilika kirahisi kwa sababu yupo mtu ambaye anaifanya hiyo kazi vyema. Tumalizie na huyo Selemani Mwalimu. Namzungumziaje? Ni kama anaonekana mbio nyingi, wakati mwingine zao lake la mwisho pia linakuwa si zuri. I think bado ana room kubwa ya kuboresha kitu ambacho anakifanya, lakini ukirejea msimu uliopita kabla ya Selemani kwenda Wydad Casablanca, alikuwa akicheza partnership na William Edgar. Ni kama Brentford ilivyokuwa ina Brian Mbumo na Wissa. Ni wachezaji ambao huwezi kusema nani namba 9, lakini namna ambavyo walikuwa wakioperate kwenye eneo la mwisho, movement ambazo walikuwa wanazifanya zilikuwa zinavuruga safu za ulinzi na kila mmoja kutumia nafasi kwa wakati wake. Fountain Gate walinufaika sana na William Edgar na Selemani kwa pamoja.
Nimetoa mfano kwa Brentford kwa sababu Mbeumo na Wissa walikuwa ndio wachezaji tegemeo kwenye nafasi kama hizo, na namna walivyocheza zinaenda similar na wachezaji hawa. Kikubwa ambacho nakiona kwa Sele, he is not a poacher, yani huwezi kusema ni namba 9 ambaye Medi Kagere bang, yani ni mtu ambaye unaweza ukaona kuna nafasi moja Medi kapita nayo au nafasi mbili amefunga moja, lakini mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kugarantii kucheza, kufanya link up, kuassist na kuiweka busy safu ya ulinzi. Kwa kikubwa kwa upande wangu nafikiri anahitaji kuimprove kwenye eneo la kupasia kwenye nyavu. Bwana, nikushukuru sana, nikutakie usiku mwema.